Serikali ya awamu ya 6 imeanzisha kitengo cha miliki ili kuweza kusimamia kikamilifu sekta ya miliki. Serikali imeweza kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wadau mbalimbali wa sekta ya miliki na kutoa elimu kwa umma kupitia mikutano mbalimbali na kuratibu uanzishwaji wa vyama vya wakala katika mikoa mbalimbali. Aidha, serikali ipo kwenye mchakato wa kutunga sheria ya miliki ambayo itaanzisha mamlaka ya usimamizi wa sekta ya miliki, yani Real Estate Regulatory Authority, ambayo pamoja na mambo mengine itakuwa na jukumu la kuunda mfumo madhubuti wa usimamizi wa sekta ya miliki, kutoa taarifa sahihi za wadau wa soko la miliki na kuongeza ufanisi wa wataalamu wa sekta. Hapa pia niwaelezee kidogo lengo zima la kuanzisha Real Estate Regulatory Authority. Nyote ni mashahidi. Hivi sasa hata mimi kesho naweza, au mtu yote hapa ndani anaweza kesho akaanzisha kuwa dalali. Na hili limepelekea kuanzishwa pia kwa migogoro mingi sana katika sekta ya ardhi. Eneo kuuzwa mara mbili, ama jingine mtu labda dalali huyu kaenda kashachukua advance ya huyu, dalali huyu akapeleka nusu kwa huyu, dalali eneo ni hili ni moja. Lakini baadaye mwananchi anajikuta labda amenunua eneo, kumbe eneo hilo kama nilivyosema awali limeuzwa na watu wengi. Anayeumia hapa ni mwananchi ambaye ametoa fedha zake, lakini baada ya kuwa ameshaumia haujui utampata wapi dalali yule, kwa sababu hatuna chombo cha kuweza kuwasimamia madalali katika sekta ya ardhi. Na hichi pia kimekuwa chanzo cha migogoro mingi sana katika sekta yetu ya ardhi. Kwa serikali imeona sasa wakati umefika wa kuweza kuanzisha chombo kitachosimamia mawakala wanaofanya biashara ama wanaodili na jambo lolote lile linalohusiana na miliki, ili wote wasajiliwe, watambuliwe, tuwafahamu na nani anafanya kazi sehemu gani. Tutakubaliana kwa pamoja kwamba uholela umezidi sana katika sekta hii, na ndio maana kila siku mnaona Watanzania wengi wakiwa wamepoteza fedha zao nyingi kwa sababu ya kutokuwa na chombo kama hichi. Lakini sasa tupo katika hatua za mwisho kabisa za kuhakikisha tunakuwa tuna chombo ambacho kitawasimamia lakini kuwalinda Watanzania walio wengi ambao wananunua ardhi ama wapo katika sekta ya miliki.